Karibu katika episode ya pili. Bala letu inaendelea pale ambapo tulikuwa tumekomea. Maana baada ya kuona bidada Marie alikuwa akiingia ndani ya chumba cha music na huko aliweza kufanikiwa kumkuta mwamba Jaemin. Kwanza kabisa akaanza kwa kumshukuru kwa kitendo cha kuweza kumsaidia mdogo wake siku ya jana, lakini pia akaomba msamaha kwa kitendo cha kumchukua mdogo wake kwa hasira na kuondoka naye ghafla. Jaemin akamweleza wazi bidada kwamba tabia yake imekuwa ni kubadilika sana kila wakati, lakini siku ya leo anahitaji bidada aweze kumsaidia jambo moja tu. Mwamba akawa amechukua gitaa na kusema kwamba mazungumzo yetu nataka tuyazungumze wakati tukipiga gitaa. Baada ya mwamba kulichukua gitaa lake, akaanza kumweleza bidada kwamba niliweza kukata tamaa katika ndoto zangu za muziki kutoka siku ambayo wazazi wangu waliweza kuachana. Lakini akamshukuru sana bidada Marie kwa kusema kwamba kutoka siku aliweza kumuona ni kwa mara ya kwanza analishika gitaa tena kwa mara nyingine. Japokuwa mama yangu aliweza kuolewa tena na mtu ambaye sikutarajia kabisa kwamba angeweza kuolewa naye, ninaamini kwamba naweza nikaanza upya kujifunza gitaa. Nahitaji pia nijifunze pamoja na wewe. Bidada Marie baada ya kumsikiliza mwamba kutokea mwanzo wa maongezi yake mpaka hapa alipofikia, hakuona sababu ya kuendelea kumkatalia jamaa. Kama amechukua gitaa na kisha kawa analipiga na kuahidi kwamba ataendelea kujifunza pamoja na jamaa kila siku. Wakaanza kujifunza music. Kila wakati wakawa nakutana tu. Mwamba anazidi kujifunza kwa nguvu sana huko akimkumbusha bidada kuzingatia baadhi ya vituo. Lakini mwamba kati anaendelea kuzungumza, bidada alikuwa akimtazama huko akijisikia kuwa mwenye hatia kwa kutokumwambia jamaa ukweli. Miezi mingi ikawa imekatika, bidada akiwa ametunza siri hiyo katika moyo wake pasipo kabisa kumwambia mwamba Jaemin kwamba yeye ni vampire. Na siku moja ilikuwa ni siku ya mashindano ya wanamuziki na bidada aliweza kufanya vizuri sana akiwa amebatana na mwamba Jaemin. Katika hayo mashindano mama yake mwamba Jaemin alikuwepo, lakini pia na babake wa kambo wa mwamba Jaemin pia alikuwepo. Na walipoweza kuona kwamba bidada alikuwa amefanya vizuri, huyu baba wa kambo inaaminika kwamba yeye ni vampire, na alipoweza kumuona bidada akawa amemfuata na akawa amezungumza baadhi ya maneno fulani. Bidada anaonekana akiwa amebeba gitaa lake na akielekea katika maeneo fulani vya vilele vya mlima. Akiwa amefika huku juu kabisa, kumbukumbu zake na kila mawazo juu yake alikuwa ni juu ya mwamba Jaemin. Kisha akawa anasema kwamba nimekumisi sana Jaemin. Ghafla tu Jaemin akawa amejitokeza na kusema kuwa kila unaponimisi mimi niko kando yako. Bidada akamweleza wazi mwamba kwamba anakupenda pia, akawa ameweza kumkiss, lakini akamwambia kuwa anajutia kwa sababu nimeshindwa kukwambia ukweli. Mwamba akajua kwamba bidada ameshindwa kumwambia ukweli kwamba anampenda, ikabidi kumsogelea na kuweza kumkisi mara ya pili. Sasa bwana, miongoni mwa siri kubwa ambayo inaendelea kusumbua katika hii familia ya mwamba Jaemin ni kwamba anafahamu kabisa kwamba baba wake wa kambo ni vampire, na hii siri alikuwa ametunza kwa muda mrefu. Hasa maajabu ni kuwa alipokuwa anarudi nyumbani, kumbe siku ya leo baba wake wa kambo alikuwa akiongea na mwamba Shiho, na katika mazungumzo yao yalionyesha wazi kwamba hawa wote wawili kumbe ni mavampire. Mwamba akapata hasira na kuingia ndani, kisha akamwambia jamaa kwamba kumbe wewe ni vampire. Basi akaanza kumpiga na kumshambulia. Ghafla tu mwamba akawa amefunguka na kusema kwamba hivi unajua kwamba hata yule mpenzi wako pia na yeye ni vampire? Lakini mwamba Jaemin hakuwa ameamini kabisa, akajua kwamba jamaa huenda kichapo kimemuingia sana, ndio maana ameamua kuanza kulopoka vitu ambavyo hata havipo duniani. Kesho yake taarifa zikawa zimetapakaa kwamba mwamba Shiho ameweza kutoweka na hafahamiki wapi alipokuwa ameelekea. Haraka sana bidada akawa ameenda kumtafuta na akiwa na wasiwasi mkubwa. Baada ya kuhangaika sana na kumkosa kabisa mwamba, ikabidi kuingia katika chumba cha muziki kwenda kumtafuta sasa huyu jamaa ambaye anafahamika kama Jaemin. Na alipoweza kumkuta tu, swali la kwanza ni kwamba Shiho yuko wapi? Lakini mwamba alikuwa afahamu wapi ambapo jamaa yupo. Ikabidi kuungana na bidada kwenda kumtafuta Shiho, kwa sababu Shiho licha ya yote ni kwamba alikuwa ni rafiki wa Jaemin kutokea walipokuwa wadogo, ila alikuwa afahamu kwamba jamaa wake ni vampire. Ila sasa katika harakati za kuendelea kumtafuta jamaa, wakabahatika kumuona mtoto mmoja hivi ambaye alikuwa amejibana katika eneo fulani hivi. Mwamba Jaemin akajifanya shujaa kweli kweli kwenda kumsaidia yule mtoto, lakini kwa bahati iliyo mbaya akafanikiwa kumsaidia mtoto, ila yeye akawa amenasa. Na kwa namna alipokuwa akipitia ile misukosuko pale angani, akajikuta tu ameweza kuingia katika koma kwa maana ya kupoteza fahamu. Dada Marie akataka kutumia nguvu zake za kivampire kwenda kumsaidia mwamba, lakini kabla hata hajafumuka kutokea katika maeneo hayo, akajitokeza Shiho na kumzuia bidada kwa kumwambia kwamba hapaswi kabisa kwenda kumsaidia mwamba kwa kutumia nguvu zake za kivampire. Katikati ya mabishano makali kati ya mwamba Shiho na bidada Marie, basi moja kwa moja mwamba akaonekana kamba yake ikiwa inazidi kukatika na anataka kuanguka. Ghafla tu Shiho akajitokeza na kwenda kumsaidia jamaa, kisha akamtoa katika eneo ambalo lina ustaarabu zaidi. Akawa amemwachia bidada Marie aweze kumhangaikia mwamba, lakini bidada wakati anaendelea kumfutafuta huyu jamaa damu, ghafla tu kuna damu ilikuwa imejipaka katika mkono wake na ile hali ya vampire ikaanza kumrudia bidada. Kumbuka kwamba katika maeneo haya kuna rafiki yake na bidada Marie alikuwepo hapa na afahamu kabisa siri ya kwamba bidada ni vampire. Alipoweza tu kuita kwa kusema kwamba Marie uko sawa, ghafla tu ile hali ikawa imeweza kuondoka. Hii ikawa ndo ponapona ya mwamba, kwa sababu la sivyo angeweza kushambuliwa na huyu vampire. Baada ya hapo mwamba akachukuliwa na kupelekwa katika eneo la hospitalini, lakini bidada akazidi kujilaumu tu kwa kutokumwambia mwamba ukweli kwamba yeye ni vampire. Akazidi kuitazama mikono yake kwamba ingemponza siku ya leo huenda angekuwa amemngata jamaa. Hii kitu ikawa inamsababisha aanze kulia tu. Kachache mbele wazazi wake mwamba Jaemin wakawa wamefika, nikimaanisha kwamba mamake mzazi pamoja na babake wa kambo. Lakini walipoweza kufika tu, bidada Marie akatambua kabisa wazi kwamba babake wa kambo na mwamba Jaemin alikuwa ni vampire. Lakini babake wa kambo akamwambia huyu bidada Marie kwamba Jaemin anawachukia sana vampire. Je, anafahamu kwamba ana ujirani na wewe vampire? Bidada Marie alipoweza kusikia kauli ile, akaanza kukumbuka namna gani ambavyo mwamba alikuwa akimchukia mama yake kwa kitendo cha kuweza kuolewa na huyu babake wa kambo. Hivyo akawa anagundua kwamba kumbe jamaa alikuwa achukii mamake kuolewa, bali alikuwa anachukia kwa sababu mamake aliweza kuolewa na vampire. Hasa yule rafiki mtu wa bidada Marie siku ya
ya leo alikuwa akikagua baadhi ya vitu vya bidada, kwa sababu ameanza kushtukia kwamba huenda bidada anahusika fulani na vitu ambavyo yeye havijui kabisa na havielewi. Katika kukagua akagundua kwamba bidada alikuwa akitembea na damu. Hapa ndo akadhibitisha kwamba bidada kumbe ni vampire. Bidada akazibeba zile damu na kisha moja kwa moja akawa anazipeleka hospitalini ambako bidada Marie alikuwa akishinda wakati wote akimhudumia Mwamba. Sasa kisha akawa ameonyesha ile damu na kumwambia kwamba je, Mwamba Jemini anafahamu kwamba wewe unatumia damu kama kinywaji? Sasa ile siku bidada akaamua tu kuweza kuondoka kwa sababu kweli wake ushaanza kufahamika. Na siku hiyo ndio Mwamba alikuwa anatoka hospitali. Na bidada Marie akiwa katika basi akaanza kushtukia kwamba kuna missed call, na hapa akagundua kwamba alikuwa akipigiwa simu na Mwamba Jemini. So wakati huo Mwamba yuko katika taxi, hajui kabisa kwamba anapishana na bidada ambaye anaelekea uelekeo tofauti kabisa. Na bidada huo ndio ulikuwa mwisho wa mahusiano yake na hakutaka kabisa kuweza kuendelea na jamaa kwa sababu anaamini kwamba jamaa anawachukia vampire, alafu na yeye mwenyewe ni vampire. Sasa itakuwaje? Mwisho wa siku Mwamba kesho yake akiwa hajapona, hata afya yake hajarejea vizuri kwa sababu alikuwa akimpigia bidada na bidada alikuwa apokei simu. Basi moja kwa moja akaamua kutimba katika maeneo ya shule kwenda kumtafuta bidada. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba aliweza kuwakuta wanafunzi wengi wakiwa wamekaa katika makundi wakijaribu kudiscuss kwamba bidada Marie kumbe ni vampire. Mwamba Jemini haamini kabisa tu kwamba bidada anaweza kuwa ni vampire. Ikabidi kukimbia na moja kwa moja akafika mpaka huko nyumbani kwao, lakini alipoweza kufika tu akashangazwa na kuona kwamba nyumbani kwa kina bidada kulikuwa kumefungwa, na hapa akaamini kwamba bidada alikuwa amesafiri kuelekea mbali sana. Wiki 2 zimepita, jamani mnyonge mno, haamini yote ambayo ameweza kuyaona. Akatimba katika chumba cha music siku ya leo, lakini kwa bahati iliyo nzuri akaweza kukuta kuna diary ndogo sana ya bidada. Alipokuwa akisoma diary hii alikuja kugundua kwamba bidada mara kadhaa alikuwa akipenda sana kuandika kwamba naomba unisamee sana Jemini. Kwa akaanza kuunganisha matukio na kugundua kwamba huenda bidada alikuwa akimpenda sana, ila alikuwa na wasiwasi kwamba katika hali yake ya vampire huenda angeshindwa kumpenda huyu jamaa. Taarifa zilikuwa zimetapakaa sana kwamba bidada Marie ameweza kutoweka na haifahamiki wapi alipoelekea, lakini Mwamba katika kuchekecha katika akili yake akagundua kwamba huenda bidada ameelekea katika ule mnala ambao mara nyingi tulikuwa tukipenda kwenda tukiwa wawili. Jamaa alipofika tu hakutaka kabisa kumshtua bidada wala hakutaka kumwambia bidada kwamba ameweza kugundua jambo lolote, lakini aliweza kumwambia bidada kwamba vipi, unafikiria kitu gani unatamani kitokee katika maisha yako? Lakini bidada alisema kwamba kila ninachokifikiria kinaweza katokea, hakiwezi kutokea kwa sababu ninachokitaka mimi ni kuwa binadamu wa kawaida. Jambo hili likawa limemshtua sana jamaa. Hapa ndo akaamini kwamba bidada ni vampire. Lakini Mwamba akamwambia bidada kwamba haijalishi upo katika hali gani, mimi naamini kwamba tuna nafasi ya kuweza kujenga upendo wetu na tunajua nini tutakwenda kukifanya. Lakini bidada akamwambia kwamba sihitaji kabisa uwe kando yangu. Mwamba akasema kwamba lazima nitabakia kando yako. Bidada akasema kwamba nataka kujitupa ardhini, nife tu ni bora. Nilikuwa naongea kama masihara tu, ghafla tu kweli bidada akawa anataka kujitupia. Mwamba akajirusha kwa niaba yake. Bidada ghafla akaweza kumdaka Mwamba na kumsaidia, lakini bidada alikuwa anamuuliza Mwamba, "Kwa nini unafanya hivi?" Jamaa akasema kwamba ni heri kama unakufa na mimi nife pia, kwa sababu sina sababu ya kuendelea kuishi ikiwa wewe umeweza kufa. Bidada akabaki anamshangaa huyo Mwamba akimwambia kwamba, "Hivi wewe ulizaliwa na mimi, hutakiwi kabisa kunipenda mimi kiasi hicho ambacho unafanya." Lakini Mwamba akasema kwamba anatakiwa kupenda hivi ambavyo nakupenda. Ghafla tu kuna radi ilikuwa imepiga na kupiga ule mnyororo. Ule mnyororo ukawa umekatika na Mwamba akawa anaanguka na moja kwa moja mpaka katika kina kirefu cha bahari. Jamaa Jemini akiwa anakufa maji. Ghafla tu bidada akawa amejitokeza na kwenda kumsaidia jamaa. Kisha baada ya kumsaidia tu akawa anashangaa kuona kwamba jamani kama amemsahau. Kumbe ni kweli kabisa. Mwamba baada ya kuibuka tu katika maji anakumbuka kumbukumbu mbili tu, siku ya kwanza alipoweza kumuona bidada na siku ya leo. Kwa hiyo kumbukumbu zote kwamba yeye ana mahusiano na bidada hazipo kabisa katika akili yake. Hasa jambo la kuchekesha ni kwamba Mwamba Jemini anakumbuka kumbukumbu za miaka 500 iliyoweza kupita nyuma. Inaonyesha kwamba jamaa alikuwaga ni mtoto wa kifalme, lakini kwa bahati mbaya alikuwaga ni dhaifu sana. Alikuwa akisikia kinubi kikipigwa katika maeneo fulani hivi ya mapoli, na hakuwa mwingine bali alikuwa ni bidada Marie alikuwa akipiga kinubi hicho. Kwa bahati mbaya sana wakati anaendelea kumsogelea bidada akawa amekanyaga kijimti fulani kilichosababisha bidada aweze kustop kuplay ule muziki wake. Walijikuta wanatazamana tu katika hali ya aibu sana. Mwisho wa siku Mwamba akaamua kuondoka katika eneo hilo, lakini wakati anaondoka kwa bahati mbaya alikuwa ameng'atwa na nyoka, kitu kikasababisha kwamba ashindwe kabisa kuweza kutembea. Wakati huo bidada Marie alikuwa akirudi nyumbani, lakini kwa bahati mbaya akaweza kumfumania Mwamba akiwa tayari ameng'atwa na nyoka na hali yake ni mbaya kidogo. Basi akawa amemfyonza ile sumu ambayo alikuwa nayo, lakini kwa kusikia hii harufu ya damu, wakati huo bidada pia bado alikuwa ni vampire. Akajikuta anatoa meno yake almanusula aweze kumng'ata Mwamba, lakini hapo hapo akajitokeza Mwamba Shiho na kumwambia kwamba asifanye kosa kama hilo hata kidogo. Basi bidada Marie baada ya kumuona Shiho moja kwa moja kama ameondoka katika eneo lile. Na siku nyingine tena tunaonyeshwa kwamba Mwamba Jemini alikuwa ameambatana na kaka yake, walikuwa wanatembea katika mitaa na lengo lao lilikwenda kumtazama mgonjwa mmoja ambaye alikuwa anaumwa tumbo mara kwa mara. Lakini maajabu ni kwamba huyu mgonjwa alipokuwa ameenda kumtembelea wakashangaa kuona kwamba bidada Marie alikuwa analalamika kwa kusema, "Baba, mnamchukua mnampeleka wapi?" Analalamika sana. Sasa jamaa
akaanza kushangaa kwamba huyu mwanamke si ndio yule alikuwa amenisaidia katika maeneo ya mapori. Baadaye kidogo mwamba Jaemin alikuwa ametafuta mfanyakazi wake na kumwambia kwamba inakuaje yule binti baba yake ndio huyu ambaye anasumbuliwa na tumbo kila wakati. Lakini huyu mfanyakazi akasema kwamba huu ulikuwa ni mpango wa mwamba mmoja anayefahamika kama Shiho katika kuhakikisha kwamba anamkamata bidada, kwa sababu anagundua kwamba kuna kitu ambacho kiko tofauti kwa bidada Shiho. Mwamba Jaemin akawa amekasirika mno na kumfuata Shiho, kisha akawa amemfokea sana, na baadaye akaenda kumripoti katika uongozi wa juu. Baada ya kwenda kumripoti, naye kweli Shiho akaenda kukiri wazi kwamba amefanya kosa, kitu ambacho baadaye kikasogeza ukaribu wao kati ya mwamba Jaemin pamoja na bidada Marie. Lakini lengo la Shiho alikuwa baya kabisa, kwani alikuwa anamuepusha mwamba Jaemin na huyu bidada ambaye anafahamika kama Marie, kwa sababu aligundua kabisa kwamba bidada siku moja atakuja kumzuru jamaa. Nadhani nini ambacho kilikwenda kujili katika kijiji hicho, na mpaka hatua hii leo tunaweza kuona katika maeneo haya akiwa kando kidogo ya bahari. Bwana, tukutane katika episode ya 3 ya tamthilia yetu nzuri. Nikumbushe kwamba mimi naitwa DJ Pona, hii ni PVP Media Max. Tukutane katika episode inayofuatia kwa kugusa alama ya kusubscribe, lakini pia usisahau kwamba kila tunapofikisha like 100 basi tunatoa episode inayofuatia mbele yake.